اللهم حببنا إلى القرآن وحبب القرآن إلينا. اللهم حببنا إلى القرآن وحبب القرآن إلينا. اللهم حببنا إلى القرآن وحبب القرآن إلينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام الله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل الإمام المفسر رحمه الله تعالى وأدام نفع به وبعلوم الشريفة في الدارين آمين. Tunaendelea leo, tunaanza suratul Hajj. Suratul Hajj imeteremka Maka, isipokuwa baadhi ya aya zake, aya 6 mpaka 7 zimeteremka Madina, na imeitwa suratul Hajj kwa sababu ya kutajwa mambo ya hija ndani yake. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahir Rahmanir Rahim, ya ayuhan nas, enyi watu. Na katika somo la ulumul Qur'ani, aya yoyote inayoanza na ya ayuhan nas imeteremka Maka, sababu au nas, watu waliokusudiwa ni wale makafiri wa Maka au watu wa Maka kwa ujumla. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayuhan nas, enyi watu wa Maka, ittaqu rabbakum, muogopeni Mola wenu, ogopeni adhabu yake kwa kumtii. Inna zalzalata as-saati, hakika mtikisiko wa ardhi, shay'un adhim, ni kitu kikubwa sana. Maana yake siku ya Kiyama, katika alama zake kubwa zitakazotokea, jua likishatoka magharibi, baada ya hapo zitakithiri mitikisiko ya ardhi. Ndio maana kule katika suratu Zalzala, idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka aw hala, mpaka mwisho. Kwa hiyo itakapokithiri mitikisiko ni katika alama kubwa za Kiyama. Baada ya hapo jua limetoka magharibi kwenda mashariki, mitikisiko itazidi. Baada ya hapo inakuja an-nafkhu fi sur, kupulizwa parapanda kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kila kilichokuwa na roho kitakufa. Kisha baada ya kupita miaka 40 ndo watafufuliwa tena. Watakapofufuliwa hapa ardhini, patakuwa hakuna kitu, ni ardhi yote tambarare, iko sawa kwa sawa, hakuna milima, hakuna majumba, hakuna chochote, na ardhi itakuwa ni ya shaba, na jua litateremshwa meli moja juu ya kichwa chetu. Kila mmoja ataogelea katika jasho lake kwa kadri ya maasi yake. Na wale watu 7 ambao amewaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku hiyo watapata kivuli cha arshi, wao watapata kivuli, na wale ambao hawamo mule basi watapata jua kali, na chini ardhi ni shaba, na unafufuliwa huna nguo zako, kama vile ulivyozaliwa na mama yako. Kwa hiyo hapo watu wanaanza kukimbia, wanakimbia huku wanakusanywa katika ardhi ya kufanyiwa hisabu. Baada ya hapo watu watasimamishwa. Baada ya hapo itaruka vitabu, kila mmoja kitabu chake kitaruka, kinakuja kinamganda katika shingo yake. Huwezi kukitoa mpaka aje malaika akitoe, ima akupe kwa mkono wa kulia au akupe kwa mkono wa kushoto. Akikupa kwa mkono wa kulia ushafaulu, akikupa kwa mkono wa kushoto au nyuma ya mgongo, ujue wewe ushafeli. Baada ya hapo mauqif itaendelea muda wa miaka 50,000. Watu wamesimama tu, jua kali, chini ardhi shaba, tunasimamishwa tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha kwa yeye ndo mfalme siku hiyo, japo yeye ni mfalme siku zote, lakini siku hiyo sasa ufalme ni wake yeye. Mtafanya nini mpaka watu watatamani Arabi bora tutie motoni kuliko kusimama kama hivi?
Lakini kwa wale watu waliokuwa wema, Mwenyezi Mungu aliwajalia, itakuwa kwao kama ni kuswali rakaa mbili. Baada ya hapo sasa ndio itakuja hisabu, taanza kuitwa mmoja baada ya mwingine, fulani bin fulani, utakuwa ndani ya pazia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imma ataendelea kukustiri au atakufedhehesha. Kwa hiyo tunakuja kwenye hisabu, maliza hisabu tunakuja mizani, maliza mizani tunakuja kwenye sirat, njia. Maliza sirat, hapo ndo kama umepita hapo ndo unakutana na hodhi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakunywesha kwa mkono wake. Ukishakunywa hapo upati tena kiu. Haina maana kwa peponi huwezi kunywa, utakunywa, lakini utakunywa sio kwa kiu. Baada ya hapo tena wa peponi peponi, wa motoni ndo potoni. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hakika kiyama na alama zake ni mambo makubwa. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, siku ambayo utaona kila aliyenyonyesha anasahau yule aliyemnyonyesha. Maana yake mama anamsahau mwanawe na mtoto anamsahau mama yake. Watadha'u kullu dhati hamlin hamlaha, na kila mwenye ujauzito atazaa hapo kabla kufika muda wake. Watara nnasa sukara, na utaona watu wamelewa kwa ile hofu ilivozidi. Wama hum bisukara, wala hawakuwa wamelewa, lakini kwa sababu ile hali ilivyokuwa nzito. Walakinna adhab Allahi shadid, lakini adhabu ya Mwenyezi Mungu ilikuwa kali. Kwa vile wanavyoihofu, wanavyoiogopa, utafikiri wapo katika ulevi. Aya ifuatayo imeteremka kumzungumza bwana mmoja anaitwa Nadhr ibn al-Harith. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa minan nasi, na katika watu, man yujadilu fillahi bighairi ilmi, ambaye anajadiliana kuhusu Mwenyezi Mungu bila ilmu, kwa kudai Mwenyezi Mungu malaika ni watoto wake wa kike, kwa kudai kwa Qur'ani ni ngano za kale, kwa kudai kupinga kufufuliwa wala kuhuishwa tena baada ya kuwa mchanga. Wayattabi'u kulla shaytani marid, na anafuatisha mjadala huo kila shaytani aliyekuwa amekiuka. Kutiba alayhi, aliyekuwa amehukumiwa, annahu man tawallahu, mwenye kumfuatisha shaytani, fa annahu yudhilluhu, basi anampotosha. Wayahdihi ila adhabi sa'ir, na anamlingania katika adhabu iliyokuwa inayowaka sana, ambayo ni moto. Ya ayuha nnas, enyi watu, in kuntum fi raibin, ikiwa nyie mpo kwenye shaka, min alba'thi, katika huku kufufuliwa, basi tunakupeni habari. Fa inna khalaqnakum, basi hakika sisi tumekuumbeni, manake asili yenu ambaye ni Adam, min turabin, kutokana na mchanga, thumma min nutfatin, kisha tukawaumba kizazi chake kutokana na tone la manii, thumma min alaqatin, kisha ile manii ikageuka kuwa ni damu, thumma min mudghatin, kisha ikawa ni pande la nyama, mukhallaqatin, iliyokuwa ishatengenezwa sura, wa ghairi mukhallaqa, na iliyokuwa haikutimia sura yake. Linubayina lakum, ili kukubainishieni nyie, ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuumba, amekuumbeni nyie aliyokuwa mlikuwa hampo, ili mupate kutolea dalili. Wanuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajali musamma, na tunabakisha katika mfuko wa uzazi yale tunayotaka mpaka wakati wa kutoka. Thumma nukhrijukum, kisha tunakutoeni katika matumbo ya mama yenu, tiflan, hali ya kuwa ni watoto. Thumma litablughu ashuddakum, kisha mnakuwa mpaka mnafikia muda wa kubaligh, mpaka kufikia umri wa miaka 35 mpaka 40. Wa minkum man yutawaffa, na katika nyinyi ambao wanafishwa, wanakufa hali ya kuwa kabla ya kubaligh. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umr, na kuna wengine wanafikishwa mpaka umri tena huko 75, 80, 90, huko wanafika uzee sana. Likai la ya'lam min ba'di ilmi shay'a, mpaka inafikia wakati anakuwa hatambui chochote. Na utaona mtu mzima yoyote ambaye hakushikamana na Qur'ani, hakushikamana na ibada zake,
basi huyu anafikia wakati anakuwa hatambui kitu, anakuwa kama mwenda wazimu kwa sababu ya ule utu uzima. Na wanasema masahaba kuwa mwenye kusoma Qur'ani basi hafikia hali hiyo, hata afika utu uzima gani, maadamu unasoma Qur'ani, umeshikamana na Qur'ani, basi utaendelea kubakia mzima mpaka umri utakapofika. Watara al-ardha hamidatan, na unaiona hiyo ardhi ni kavu. Fa idha anzalna alaiha alma, tunapoteremshia maji, ihtazzat, inatikisika, maana yake inaamka, warabat, na inapanda juu, wa ambatat min kulli zawjin bahij, na inatoa mimea ya kila aina iliyokuwa mizuri. Dhalika, basi yote hayo kutoka kuanza kuumbwa mwanadamu na kuja mpaka mwisho wa kuhuisha ardhi na kutokea mimea, bi anna Allaha, kwa sababu ya kuwa Mwenyezi Mungu huwa al-haq, yeye ndio alikuwa ni haki, mwenye kuthibiti, mwenye kudumu, wa annahu yuhyi al-mauta, na hakika ndio mwenye kuhuisha mauti, wa annahu ala kulli shay'in qadir, na hakika ndio mweza wa kila jambo, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, na hakika kiyama inakuja, hakuna shaka kiyama itakuja tu. Wa anna Allah yab'athu man fil qubur, na hakika Mwenyezi Mungu atawafufua wale waliokuwa ndani ya makaburi. Aya ifuatayo imeteremka kuhusu Abu Jahl, na yeye alikuwa ni mwenye kupinga na kujadiliana kuhusu Mwenyezi Mungu hali ya kwa yeye mwenyewe hajui chochote. Wa minan nasi, na katika hao watu, man yujadilu billahi, mwenye kujadiliana katika Mwenyezi Mungu, bighairi ilmin, bila ilmu, wala huda, wala uongofu, wala kitabin munir, wala hana kitabu kilichokuwa kina nuru, maana yake hakuteremshiwa kitu wala hakusoma, ana wahi wote. Thania itfihi, anageuza uso wake au shingo yake, liyadhilla an sabilillah, ili apotoshe njia ya Mwenyezi Mungu. Lahu fi dunya khizyun, yeye hapa duniani atapata adhabu kwa kuuliwa kama alivyouliwa siku ya Badri. Wa nudhiquhu yawma alqiyamati, na tutamuonjesha siku ya kiyama, adhab alhariq, adhabu yenye kuunguza. Dhalika, kisha ataambiwa hayo, bima qaddamat yadaka, kwa yale uliotanguliza uliyofanya, na imetajwa mikono kwa sababu ndo mambo mengi yanafanywa na mkono. Wa anna Allah laysa bidhallamin lilabid, na hakuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwadhulumu waja wake akawaadhibu bila sababu, la, Mwenyezi Mungu atakuadhibu kwa madhambi uliochuma. Wa minan nasi, na katika watu, man ya'budu Allah ala harfin, mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa shaka shaka. Hizi aya zinawahusu baadhi ya watu katika Mayahudi waliosilimu. Walikuwa wakisilimu wanadhihirisha Uislamu, lakini ndani ya moyo yao walikuwa na unafiki. Kwa hiyo wao wakisilimu wakapata mambo mazuri, mfano wakapata watoto au mali zao zikawa zimekuwa, basi wanaona hii dini ya haki. Lakini wakipata kidogo tu mtihani kidogo, basi wanabadilisha moja kwa moja, wanaritadi. Kwa hiyo anasema fa in asabahu khairun, akipatwa na khairi huyo, itma'anna bihi, anatulizana. Wa in asabatu fitnatun, akipata mtihani, inqalaba ala wajhi, anarudi katika ukafiri wake. Khasira dunia, huyo amepata hasara hapa duniani, wal akhirah, na huko akhira kwa kukufuru. Dhalika, basi huko kupata hasara huko, wal khusranul mubin, ndo hasara ilikuwa wazi kabisa. Yad'u min dunillahi, anamwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, ma la yadhurruhu, kitu ambacho hakimdhuru kama hakukiabudu, wa ma la yanfa'uhu, wala kitu ambacho hakimnufaishi ikiwa atakiabudu. Dhalika, huko kuabudu kwao, huwa dhalalul ba'id, ni upotofu wa mbali kabisa. Yad'u laman darruhu aqrab min naf'ihi, anamuomba au anamwabudu yule ambaye madhara yake kwa kumwabudu yako karibu zaidi kuliko manfaa yake. La bi'sa almaula, uovu ulioje ya mwenye kumnusuru, wala bi'sa alashir, na uovu ulioje wa rafiki. Na hii ni kawaida Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, anapowataja makafiri kisha anataja habari za waumini. Kwa hiyo anasema inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu, yudkhilul ladhina amanu, atawaingiza wale walioamini, wa amilu salihati, na wakatenda mema, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, pepo ambazo inapita chini yake mito,
Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, yafalu ma yurid, anafanya atakacho. Mwenyezi Mungu anafanya atakacho. Aya nyingine kule anasema inna Allaha fa'alun ma yurid, Mwenyezi Mungu ni mwenye kufanya atakalo. Kwa hiyo akiamua mwema kumpa mazuri haya, akiamua alikuwa muovu kumpa adhabu, ni khiari yake, halazimishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah, yule ambaye alikuwa anadhania katika makafiri na wale wenye shaka katika dini kwa Mwenyezi Mungu hatomnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam fi dunya, hapa duniani, wal akhirati, na akhira, falyamdud bisababin ila sama, basi apande juu, afunge kamba, atundike kamba katika sakafu, thumma liyaqta'a, kisha ajikate, maana yake ajiue, falyanzur, basi atizame, hali yudhibanna kaiduhu, je, kufanya kwake huko ndo itaondosha kuto kunusuriwa mtume, ma yaghir, kwa kile kinachomtia hasara. Aya hii inafanana na maana ya aya walioambiwa makafiri, qul mutu bighaidhikum, kufeni kwa hasira zenu, kwa sababu wao walikuwa hawakubaliani wala hawataki Mwenyezi Mungu amnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Mwenyezi Mungu anawaambia kufeni, sisi tutamnusuru, nyie kama mna hasira fanyeni hasira mpaka mfe, potelea mbali. Kadhalika, hivyo ndivyo anzalnahu, tumeteremsha hii Qur'ani, ayati bayinat, kwani aya zilizokuwa wazi, wa anna Allah yahdi man yurid, na Mwenyezi Mungu anawaongoza wale ambao anawataka. Wallahu a'lam. Na masala ya som, tunaendelea katika masala ya sindano. Tushaeleza kauli tatu. Kauli ya kwanza kwa sindano inapunguza, kauli ya pili sindano haipunguzi, kauli ya tatu sindano ya kwenye mshipa inapunguza, ya kwenye msuli haipunguzi. Tunakuja kauli ya nne, alqaulu rabi, kauli ya nne, wa huwa anna alhuqnata dawaiya, kwa sindano ya dawa, allati takunu fil adli, ambayo inachomwa katika msuli au alwarida au katika mshipa, la tuftiru saim, haipunguzi yule aliyefunga. Bikhilafi alhuqnati alghidaiya, kinyume na sindano ya chakula, fa innaha tuftiru mutlaqan, basi hiyo inapunguza moja kwa moja, ikiwa imechomwa katika mshipa, ikiwa imechomwa katika msuli. Qala bihadha ba'dhu alulama, wamesema hayo baadhi ya ulama, kama fi fatawa shar'iyya, kama katika fatwa za kisheria zinazotoka asadira ni qism al-ifta wal buhuth bi dairati shu'un al-islamiyya bi Dubai. Wastadallu, na wakatolea dalili, ala anna al-huqnata dawaiya, wa sindano ya dawa, la tuftiru mutlaqan bima yati, haipunguzi moja kwa moja kwa sababu zifuatazo. Ya kwanza, annaha lam tasil ila al-jawf min manfadhin maftuhin, haifiki katika jawf, katika tundu iliyokuwa wazi. Falam yatahaqqaq shartu al-iftar, haipatikani hapo sharti ya kufunguza, kwa sababu sharti ya kufunguza ni kupita kitu katika tundu zilizokuwa wazi kufika katika jawf. Ya pili, annaha ashbahu ma takunu bitasharrubi al-masam, mfano wa sindano hii ni mfano wa kufyonza zile tundu za kwenye ngozi zinazofyonza dawa, hata yasil ila jawf, mpaka ikafika ndani. Fa innahu la yuftiru bidhalika, kwani hiyo haipunguzi, bila khilaf, bighairi khilaf, bila khilaf. Mafuta, ukijipaka mafuta au dawa yoyote, mfano unaumwa hapa ukajipaka dawa, ile dawa baada ya muda sinapotea, haipotei ile inajifyonza ndani, inafanya kazi ndani. Kwa hiyo wanachosema wao, ikiwa ile dawa inajifyonza ikaingia ndani ya mwili haipunguzi, basi na ile sindano inayochomwa ya dawa vile vile haifanyi nini? Haipunguzi. Ya tatu, annaha laysa fiha ghidhaa liljismi, hiyo dawa anayochomwa mtu hakuna ndani yake chakula. Yunafi hikmata as-sawmi fil ju'i wal hirmani, ambayo inaenda kinyume na hikma ya kufunga. Hikma ya kufunga ni kukaa na njaa na kujinyima, ndio hikma ya kufunga. Ukae na njaa ujinyime, ili upate kuona tabu wanayopata wale ambao hawana chakula. Na ndio maana kwenye mwezi wa Ramadhani watu wanakuwa na huruma, kwa sababu wewe ile njaa ushaionja. Kwa hiyo anapokuja mtu ana njaa au anapokuja mtu ana shida, huoni tabu kumpa, kwa sababu na wewe ushapitia. Lakini ikiwa wewe hufungi, huwezi kujua tabu ya njaa.
Utafahamu, na uwe na mazoea. Utakayokuwa na mazoea, ipo siku utahisi njaa. Hata kama hujahisi njaa utajihisi udhaifu, utajihisi vote. Kwa hiyo utapata shida ambayo shida ile ndio itakufunza. Wa amma alhuqnatu litaghdhiya, ama sindano ya chakula, fa innaha tuftiru indahu, hiyo inafunguza. Wastadallu bima yati, na wametolea dalili kwa yafuatayo. Ya kwanza, annaha mughdhiyatun taqumu maqama ta'am wa sharab, inasimama sehemu ya chakula au kinywaji. Ya pili, annaha tahmilu ghidhaan yasilu ila dakhili aljismi wa yuntafa'u bihi, inabeba sindano hiyo chakula ambacho kinafika ndani ya mwili na ananufaika nayo yule mtu. Ya tatu, annahu yatahaqqaqu bidhalika, inapatikana kwa kutumia sindano kama hiyo, al-istighna'u 'ani ta'am, kujitosheleza na kula, wa sharabi, na kunywa, alladhi yamna'u sihhata sawm, ambayo inazuia kuswihi sawm. Aqulu, anasema huyu mwenye kitabu sasa, wa amma munaqashatu adillati kulli qawli, ama kuanza kujadili kauli zote, dalili za kila kauli, fa amrun qad yatulu wala yajdi, ni jambo ambalo litakuwa refu wala halishi. Idh anna wajahata kulli qawli, kwa sababu ya uzito wa kila kauli, tatadhihu min quwwati adillati, inadhihiri kwa ule nguvu ya dalili yake, au dhaifiha au dhaifu wake. Fasaad'u dhalika, basi nitaachia mie ila fahmi alqari alhasif, kwa ufahamu wa msomaji ambaye mwenye ufahamu. Walihtiyatu la yakhfa fadluhu, na kutokana shaka haifichiki fadhila zake. Wa makanatuhu min ad-din al-hanif, na sehemu yake katika dini. Fakama anna al-ihtiyat fi umuri dunya hasilun wa matlub, kama ilivyokuwa kutokana shaka katika mambo ya kidunia ndio inatakiwa na inapatikana, fal-ihtiyat fi umuri ad-din aula wa marhub, basi kufanya ihtiyat kutokana shaka katika mambo ya dini ni bora zaidi na ndio inatakiwa zaidi. Anachosema hapa huyu bwana ni kuwa ushazisikia kauli zote nne na kila kauli umepata dalili zake. Sasa anakuachia wewe ufahamu wako, kwa sababu lazima tufahamu kitu kimoja, na hii ndio faida ya kusoma. Na ndio maana wale ambao hawasomi wanasikiliza tu au wanasikia tu wanapata tabu. Raha ya kusoma, ushasoma kauli zote nne, sheria inakupa nafasi, madam umesoma, una khiari ya kufuata kauli unayotaka katika hizi. Na hii ndo katika masala yote yenye khilafu. Masala yoyote yenye khilafu katika Uislamu yana ukunjufu ndani yake. Maana yake imapata huku au utakapotaka. Lakini wewe unajua, wewe umeyasoma. Mathalan masala ya mwezi. Masala ya mwezi yana khilafu baina ya ulama tokea wakati wa masahaba mpaka kesho. Ni masala ya khilafu, kwa hiyo hakuna haja wala hakuna faida ya kukaa Waislamu wakagombana, wakashindana, wakavutana. La, madam ni masala ya khilafu, akaamua mtu mimi napata mwezi kwetu, ahlan wa sahlan. Mimi sifati kwetu, napata sehemu nyingine, hamna neno. Kikubwa ni kuwa wewe unaifuata kwengine, usiwahukumu wale wanayofuata kwao, na wewe ambaye unafuata kwako usihukumu yule anayefuata kwengine, kwa sababu masala yana khilafu. Kwa hiyo si sababu ya watu kugombana, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema nini? Ikhtilafu ummati rahma, kukhtalifiana ummati wangu ni rahma. Sasa sisi tunaibadilisha hii khilafu, tunaifanya kwa ni adhabu. Waislamu wanagombana, Waislamu hawasemeshani, Waislamu hawasalimiani, wanachukiana. Maana yake imekuwa balaa juu ya balaa. Na hili tutashangaa, haina maana dini zingine hazina khilafu. Kila dini zina khilafu. Kila dini kuna madhehebu chungu nzima. Mtume sallallahu alaihi wasallam kashaeleza, Mayahudi wamegawika mapote 70. Manasara wamegawika mapote 71, na sisi tumegawika mapote 73 au 72. Haina maana hakuna khilafu, lakini khilafu zao haziwafanyi sababu ya kugombana. Sisi Waislamu tunachukulika na jazba. Tunataka vile tunavyotaka sisi ndio watu wote wafuate, haiwezekani. Kila mtu anafuata kile alichokisoma, alichokifahamu. Ni mfano kuwa tumekaa hapa,
nyumba yetu hii, madirisha hayo, tuna mzee wetu anaumwa au yuko mzima, anasema bwana, madirisha fungeni, tunafunga madirisha. Baada ya muda yule mzee kishaondoka, anatokea mmoja katika sisi, bwana, tufungue madirisha. Sasa hapo zinatoka rai. Mmoja atasema mzee alisema tufunge madirisha sababu alikuwa anaona baridi. Mwingine atasema mzee alisema tufunge madirisha kwa sababu anapita wanawake. Mwingine atasema mzee kasema tufunge madirisha kwa sababu wanapita mbwa. Sasa ni ile mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Mtume yupo kaeleza hukumu, watu wameifanyia kazi, mengine wameuliza, mengine hawakuuliza. Sasa hayupo Mtume, panatokea nini? Khilafu. Sasa ile khilafu haina sababu wala haina maana watu kugombana, bali iheshimike. Na khilafu hii imeonekana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana mmoja alimwambia mke wake, kwa nimekupa talaka fil hin, katumia neno hin. Kaenda kwa Saidina Abubakar kampa tafsiri yake, kaenda kwa Saidina Umar kapewa tafsiri yake, kaenda kwa huyu, kaenda kwa huyu, kila mmoja akampa tafsiri yake. Mwisho akaja kwa Mtume, ya Rasulullah, hawa masahaba zako wananichanganya. Huyu ananiambia hin maana yake milele, huyu ananiambia hin maana yake siku 40, huyu ananiambia hin ni sasa hivi. Kila mmoja anasema yake, nimfuate nani? Akawaita Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba, kwa wewe dalili yako nini? Na wewe dalili yako nini? Na wewe dalili yako. Kila mmoja akatoa dalili kutoka kwenye Qur'an. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ashabi kanujum, masahaba zangu ni mfano wa nyota, bi ayihim iqtadaytum ihtadaytum, nyota utakayofuata utaongoka. Kwa hiyo kamwachia khiari yule mtu amwe mwenye achague wapi. Sasa hii ni kufahamu na sisi tufahamu. Kwa hiyo kusoma kwetu huku, hata hapa tumesoma hizi akwali, sisi kama sisi au huyu mwalimu anayesomesha hana rai yake, nikasema mimi nahisi vipi? La, si kazi yangu. Kazi yangu mimi ni kufikisha waliosema maulama, sio kutoa rai yangu mimi. Kwa hiyo hata usije ukaniuliza wewe rai yako, mimi sina rai, mimi nafuata, mimi ni muqallid, mimi nafuata, sijafikia daraja nikatoa rai yangu mimi. Si tumefahamiana hapo? Kwa sababu kuna watu wanasomesha alafu anafika wakati anasema mimi nahisi rai yangu mimi. Hiyo rai yako kaa nayo mwenyewe. Sisi tunataka tujue wanavyuoni wamesemaje, tena kwa kutumia Qur'ani na hadithi wameelezea. Kwa hiyo hapa imeelezwa, kwa sababu sindano haikuwepo wakati wa masahaba, haikuwepo wakati wa Mtume, yamekuja ni mambo ya kisasa. Wameeleza wanavyuoni kwa kila mmoja kwa nadharia yake na kurejesha katika asli ya mambo. Kwa wengine wakasema bwana, sindano haifunguzi. Wengine wakasema la, sindano inafunguza maadamu unatia kitu. Wengine wakasema la, sindano ikiwa ya chakula inafunguza, ikiwa ya dawa haifunguzi. Ndio hii kauli ya mwisho. Wengine wakasema la, sindano ikiwa ya mshipa inafunguza, ikiwa ya msuli haifunguzi. Sasa kila mmoja ameeleza. Sasa ni wewe khiari yako. Lakini mwisho hapa katuambia tufanye ihtiyati, tutoke na shaka. Maana yake umehitajika kuchoma sindano. Ikiwa haina dharura kuchoma sindano hali ya kuwa umefunga, subiri ufuturu kachome. La, imehitajika lazima ufunge na wewe ndio unajihisi mgonjwa, usifunge siku ile. La bana, mimi naona bora nifunge na nichome sindano. Funga na choma sindano. Tumefahamiana, lakini isiwe ni sababu ya mzozo. Khilafu tuisome kwa adabu. Na adabu ya khilafu ni kuwa tunaisoma rai ya kila mtu. Mwanachuoni huyu kasema hivi na huyu kasema hivi na huyu kasema hivi, basi tena baada ya hapo yule msomaji, ndio maana akasema huyu bwana akasema kuanza kujadili hizi dalili hizi itatuchukulia muda, lakini anachofanya anamwachia msomaji mwenyewe. Sasa wewe ukiwa ni msomaji au ukiwa ni mwanafunzi au ukiwa wewe unasoma haya mambo, sasa utaona mwenye mimi nitafanyia kazi hii, mimi naona hilo sawa sawa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyokuwa mashuhuri kabisa anasema da'a ma yuribuka ila ma la yuribu. Jambo lolote unashaka nalo, wacha lile ambalo unashaka, fanya ambalo huna shaka. Sasa wewe ushasoma hapa kauli 4 za sindano. Ile kauli ambayo inakutia shaka unaona nini? Hapa hii sio. Iache, fanya ambayo huna shaka nayo. Na hii ndio iwe ni msimamo wako katika mambo yote ya dini. Jambo lolote umeingia katika msikiti wa watu wanafanya mambo ambayo wewe unahisi hukuwahi kuyasoma au huyajui, basi waachie wao wafanye. Usije tena wewe ndio ukajifanya wewe ndio mufti. Kwa sababu jiulize wewe swali moja, hadithi zote za Mtume umezisoma wewe? Hujazisoma zote. Umezisoma ngapi? Chukulia umesoma nusu. Umesoma nusu wewe, huwezi kujua katika nusu iliyobaki ndio ipo dalili kule. Wewe unaanza kupinga, haifai.
haifai vipi shekhe, wewe hadithi zote unazijua wewe? Hiyo Bukhari tu peke yake mshafahamu bana, hadithi 12,000 mzijui, wachilia mbali zote hizo 12,000 mzijui, wachilia mbali huko mbali sana 40 na Nawawi hujui. Sasa lazima tufahamu adabu za khilafu na tuheshimiane katika khilafu. Unapomwona mwenzako anafanya jambo, maadam anafuata na ana mashiko, basi mwache. Tumefahamu pale ambapo linafanyika jambo ambalo halifai, jambo ambalo wanavyuoni wamesema ni haramu, hapo ni masala mengine, sisi tumefahamiana. Lakini mambo ya kawaida yenye khilafu, masala yakishakuwa na khilafu usipate tabu, yachilie mbali. Mkono kufunga hivi, kufunga hivi, kufunga hivi, maadamu yana khilafu, afunge mtu anapofunga, muhimu aswali. Bali hata mtu akiswali mkono wakati ya mfukoni hivi, swala inaswali, kwa sababu kufunga mkono ni mapambo ya swala, unaipamba ile swala. Sasa watu waje wagombane kwa sababu ya mapambo tu. Safari moja shekhe wetu Said Abdul Qadir bin Abdurrahman al-Junaid alikuwa Dar es Salaam, kakaa msikitini, ghafla anaona kuna mwanamke anaingia msikitini, nyuma anakimbizwa na mtu anaupanga, kaingia kwenye mihrab. Shekhe wetu akamzuia yule mtu, vipi bwana, salama, kuna habari gani? Kaambia huyu ni mama yangu mimi. Lakini mama yangu akiswali hafungi mikono, mikono anaachia. Sasa kwa vile mikono anaachia, akatoka na upanga anataka kumpiga mamake. Akamkalisha akamwambia, wewe bwana wewe, wachilia mbali kuachia mikono, hata kama atatia mfukoni mikono, muhimu si anaswali. Sasa hii ndio tunatakiwa tufahamu khilafu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man shaddada, mwenye kutia mkazo katika dini, ad-dinu matinun, dini ni nyepesi, haifanyi mtu nzito, ila ghalabahu, inamshinda. Sasa kuwa mambo mepesi shekhe, wewe vile ambavyo umesoma yafanyie kazi uliyosoma, maadamu una mashiko, habari imekwisha. Isiwe wewe kazi yako wewe kupinga tu, hii haifai, 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 haifai. Sasa ukifanya hali kama hiyo, maana yake watu wote duniani, Waislamu wote wataingia motoni, wewe tu utaingia peponi. Kwa mambo ya ajabu haya, ufahamiana. Wallahu a'lam. ولا تمنعنا عن العلم بمانع ولا تقطعنا عنه بقاطع. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع ذي القسر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما، وارزقي كل حلالا دائما، وخلات يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون، واقر برضا منك العيون، واغض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون، واغفر استر انت اكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء، في كتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.